bei. Yule mshikaji anafanya biashara kwa kutumia akili nyingi sana. Kwa hiyo mimi sehemu ambapo najifunza pia biashara ni kwa Fred Vunja Bei. Anafanya biashara kwa wakati na anaingiza faida nyingi sana. Kwa hiyo katika miondoko yangu na biashara yangu natamani kuja kufika katika level kama aliyofika Fred Vunja Bei. Ndio. Kipi labda cha kuambia vijana ambao hawana ajira, ambao labda wanategemea serikali ndio waajiri? Vijana ni kujiajiri wenyewe. Kubwa kwa sisi wananchi wa Tanzania, asilimia kubwa kwa maisha tuliyokuwa nayo, kutegemea serikali bado hautafika katika malengo yale ambayo vijana wengi wanayalilia au wanayahitaji. Sababu hata tukiwaangalia watu tunao-waiga au tunaowafuata katika mizunguko yetu ya kibiashara, wao wamefika level zile kwa kujitahidi wenyewe. Hakuna sehemu serikali iliwapa nguvu, walikuja kupata baadaye baada ya kuonyesha kitu alichokuwa wanakifanya. Kwa hiyo siku zote kwanza kijana unatakiwa ujitahidi, ujue nini ninafanya na ninatakiwa nifike wapi. Swala la serikali kukupa kampani au kupata nguvu au kupata ajira za serikali hiyo bado. Kijana anatakiwa apambane mwenyewe. Labda ni changamoto gani ambazo umekumbana nazo kwa biashara yako hadi sasa? Changamoto katika biashara ni mtaji. Kuna sometimes mtaji unasimama ama mzunguko unakuwa hafifu kutokana na wakati na hasa biashara na mazingira. Kwa wengi wanafanya biashara ya kuuza nguo, lakini kwa mazingira yetu sisi mkoa huu wa Singida tunategemea sana mzunguko wa biashara. Wanapokuwa wenyeji au wananchi au wateja wetu hao kwa ujumla, wengi wao ni wakulima. Kwa hiyo mara nyingi tunategemea wanapokuwa kwenye mavuno kule ndo tunakuwa na mzunguko mkubwa wa biashara, lakini kwa sasa hivi miezi kama hii bado biashara zinakuwa zimesimama sana. Kwa hiyo hilo ndo jambo ambalo mara nyingi linatukwamisha, mtaji nao unakuwa umepungua. Kuna lipi labda la kuambia ambao wanaogopa kuanzisha biashara, labda wakihofia kwamba watapata hasara? No, yani kikubwa ni kuthubutu. Basi ndio hilo ndo jibu kuu. Mtu ni kuthubutu kufanya kitu. Sababu mfano mimi kwanza na hii biashara nilianza na biashara zingine, nilikuwa nimeajiriwa kwenye kazi za watu wengine, lakini nikafanya kwa muda na nikajiwekeza kwa ajili ya kuja kufanya biashara yangu binafsi. Baadaye nikatafakari nifanye biashara gani, nikawa nafanya research, nazunguka mjini kati naangalia watu wenye maduka, watu wenye kazi fulani, nakutana na watu ambao pia ni jamaa rafiki wanahusiana na biashara kama hizo. Sasa mwisho wa siku nikajua kwamba biashara hii nimeanza kuifahamu. Hii biashara ya nguo ni biashara yangu mwenyewe. Kwa hiyo nilithubutu kufanya biashara na mpaka hapa nilipofika nimeshakuwa na uzoefu miaka takribani 10 sasa hivi katika biashara kama hiyo. Sawa sana. Kipi cha kuambia labda watazamaji ambao wanakuangalia muda kama huu? Watazamaji mimi nawaambia wawe na uvumilivu katika vipindi vigumu, lakini pia washukuru kwa yale ambayo Mungu anakuwa amewapangia kwao. Lakini muomba Mungu sana. Kazi watu wanasema, Waswahili wanasema kazi na sala au kazi na dua. Kwa hiyo na tuambie watazamaji wetu ni kwamba katika majukumu yao wasiache au wasipuuze kufanya sala na dua. Hilo ndo la muhimu. Mungu mbele. Nadhani mimi ya kwangu ni haya. Bana, ulikuwa na mimi na story na Kitaa Shija JR, mtu wa kazi. Mtu ambaye unaogopa kufanya kazi, unaweza kumtembelea jamaa yetu, atakupatia namba yake hapa ili uweze kuwasiliana naye, uweze kuanzisha biashara yako vizuri. Ana ndoto za kuwa kama Vunja Bei. Wewe ni nani unayeogopa? Karibia, tuko pamoja sana kujenga taifa. Allah tayari.